ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Msingi ukiharibika, chanzo kikiharibika, hata nyumba unayokwenda kujenga itakuwa na matatizo. Msingi ukiharibika, hata watoto wanaozaa watakuwa na matatizo. Msingi ukiharibika, hata maisha yako yataharibika. Tatizo linaanzia kwenye foundation, msingi. Sasa msingi huu lazima nikuelezee kuanzia mbinguni jinsi tulivyokuwa na kuja kuzaliwa duniani. Halafu nikuoneshe misingi iliharibikia wapi, na kisha nikuoneshe kwa nini ni muhimu ujue siri ya agano la kuzaliwa kwako. Haleluya. Amina hazitoshi. Haleluya. Amina hazitoshi tena. Haleluya. Kwa hiyo Mungu aliumba roho za wanadamu. Mwanzo 1:26 utaona ni uumbaji wa roho ya mwanadamu. Hiyo ni Mwanzo 1 mstari wa 26 hadi 28. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke akawaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia zaeni muongezeke mkaijaze nchi. Haya maneno Mungu anawaambia wakiwa bado hawajapewa miili, wakiwa ni roho. Mungu anatuambia tukiwa bado roho, hatujavaa miili, hatujazaliwa duniani. Mwanzo 1:26-28 ni uumbaji wa roho ya wanadamu ikiwa bado haijavaa mwili. Sema amina kama tuko pamoja. Kama tuko pamoja nyingine sema amina. Sema ni uumbaji wa roho ya mwanadamu. Nisaidie kumwambia mwenzako kwa sauti, ni uumbaji wa roho ya mwanadamu. Haleluya. Mungu anaibariki roho ya mwanadamu, anasema ukazae mkaongezeke. Wanazalia wapi na kuongezeka wapi? Watakapozaliwa duniani wanakuja kwa sababu ya kusudi la kuzaa na kuongezeka na kujaza nchi. Tayari ukiwa roho, Mungu alishaachia baraka ya kuzaa na baraka ya maongezeko. Na hii baraka ya maongezeko hajasema tu watoto, lakini ni baraka ya kufanikisha kufanikiwa na kuongezeka, ambayo Mungu aliachia kwenye roho ya kila mwanadamu. Baraka ya kuzaa na kuongezeka. Haleluya. English Bible inasema to be fruitful and to multiply. Kuzaa na kuongezeka. Unaweza kuzaa kimafanikio na kuongezeka, ukazaa kibiashara na kuongezeka, ukazaa kimwili, watoto wa kimwili, na ukaongeza familia. Maana yake hii roho ambayo Mungu ameiumba, ameipa uwezo wa kuzaa ndani na kuongezeka. Sema nina uwezo kwenye maisha yangu wa kuzaa na kuongezeka. Sema nimekuja nao kutoka mbinguni. Kabla sijaingia kwenye tumbo la mama yangu, kabla hata sijatungwa mimba, tayari Mungu alishaniambia kazae, kaongezeke. Maanake una uwezo wa kuongezeka pale ulipo. Una uwezo wa kuongezeka kwenye maisha yako. Una uwezo wa kufanikiwa kwenye maisha yako. Ukahama kuwa mmoja, ukaongezeka wawili, watatu. Ukahama kuwa na kitu kimoja, ikaongezeka zaidi ya kimoja. Haleluya. Pokea baraka ya kuongezeka na maongezeko ianze kuwa dhahiri kwenye maisha yako. Ukiwa hapa duniani, ile neema ya kuongezeka iwe juu yako. Ukiwa hapa duniani, yale mafuta ya kuongezeka yawe juu yako. Yale mafuta ya kufanikiwa na kustawi na kuongezeka, sema yawe dhahiri kwa jina la Yesu. Na ndio maana hata unapomwomba Mungu baraka, lazima ujue unamwomba kitu gani, kwa sababu tayari Mungu alishaibariki roho ya mwanadamu, akayambia tayari nimeachilia uwezo wa kuzaa na kuongezeka. Lakini kwa nini leo hauoni mafanikio? Kwa nini leo huoni baraka? Kwa nini leo huoni ushindi? Kuna jambo limetokea. Sema amina. Ukisema amina itakuwa njema. Sema amina kubwa. Watu wa Mungu, haleluya. Sasa Mwanzo sura ya 1:26-28 ilikuwa ni uumbaji wa roho ya mwanadamu, na baraka zikaachiliwa kwenye roho yako. Lakini unapokuja Mwanzo sura ya 2, sasa mbele yake, ile sura ya 2 mstari wa 7, ndipo utaona Mungu anatengeneza mwili wa mwanadamu. Maandiko yanasema Mwanzo 2 mstari wa 7, Bwana Mungu akamfinyanga mtu kwa mavumbi ya ardhi,
halafu akampulizia puani pumzi ya uhai, naye mtu akawa nafsi hai. Akatengeneza mwili wa kuibeba ile roho aliyoibariki, mwili wa kuibeba ile roho ambayo tayari alishaiumba, akaibariki, akaiambia izae na iongezeke, ikatawala.